Kuna watu wengi leo wanazungumza kuhusu Roho Mtakatifu, lakini wachache wanaelewa Roho Mtakatifu hufanya nini ndani ya maisha yao. Wengi wanafikiri kama ni hisia, wengine kama ni nguvu ya miujiza, lakini ukweli wa Biblia ni kwamba Roho Mtakatifu si tukio la mara moja, ni uwepo wa Mungu unaoishi ndani ya muumini kila siku. Ni uwepo wa Mungu unaokaa ndani ya mtu aliyempokea Kristo katika maisha yake. Na swali la msingi si kama Roho Mtakatifu yupo, bali ni anapokaa ndani yako anafanya kazi gani hasa leo ndiko kitu ambacho tunatamani tukifahamu. Je, Roho Mtakatifu ikiwa yuko ndani yako, je, kitu gani huwa anakifanya? Ninakuomba tu usiondoke hapa, nifuatilie mpaka mwisho. Kuna kitu ambacho unaweza ukajifunza kwamba Roho Mtakatifu yuko ndani yako na anafanya nini, na utaelewa kama vitu hivi anavifanya, utagundua kwamba anakuongoza. Namba moja, Roho Mtakatifu huongoza muumini kwenye ukweli. Biblia katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 16 fungu la 13 anasema, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Moja ya kazi kubwa ya Roho Mtakatifu ni kumwongoza Mkristo katika kiroho. Haongozi kwa hisia pekee, haongozi kwa mkanganyiko, anaongoza kwenye ukweli wa neno la Mungu. Roho Mtakatifu humfanya muumini aone tofauti kati ya ukweli na uongo, aelewe mapenzi ya Mungu, aepuke udanganyifu wa kiroho. Bila Roho Mtakatifu tungeweza kudanganywa, maana shetani naye hutumia sauti za roho bandia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye anatusaidia kuzipambanua hizo roho, kwa maana kwa sehemu nyingine alisema zijaribuni hizo roho, maana si kila roho inatoka kwa Bwana, maana manabii wengi wa uongo katika nyakati za mwisho watatokea. Namba 2, Roho Mtakatifu hutusaidia kubadilisha tabia. Wagalatia sura ya 5 fungu la 22 mpaka 23 anasema tunda la Roho ni upendo, furaha. Anazungumza zaidi pale kwamba tunda la Roho ni nini. Roho Mtakatifu hafanyi kazi ya nje tu, anaanza ndani ya tabia ya mtu. Anabadilisha hasira kuwa uvumilivu, chuki kuwa upendo, hofu kuwa amani, ubinafsi kuwa huruma. Hii ndiyo kazi halisi ya Roho Mtakatifu, kubadilisha mtu ndani. Utagundua ya kwamba Roho Mtakatifu ndiye anayebadilisha ubinadamu wetu. Sisi ni watu wa mwilini wakati mwingine, lakini tukiwa na Roho Mtakatifu tunaweza kufahamu mambo ya kiroho na kuishi katika mambo ya rohoni. Namba 3, Roho Mtakatifu humfunua Yesu Kristo. Katika Yohana sura ya 15 fungu la 26 anasema, yeye atanishuhudia mimi. Roho Mtakatifu si wa kujionyesha yeye mwenyewe, bali humfunua Kristo zaidi kwa Mkristo. Anachokifanya humfanya mtu amwelewe Yesu kwa undani zaidi. Ni kweli kwa akili zetu hatuwezi kumwelewa Yesu, hatuwezi kuelewa mambo ya kimungu, ila Roho Mtakatifu anatusaidia kumwelewa zaidi, maana yeye humfunua. Lakini humfanya Yesu awe halisi, si wazo tu. Wakristo wenye tabia, wenye dini ya mwilini wanamuona Kristo kama wazo, ila Wakristo wenye Roho Mtakatifu wanamuona Kristo si wazo, ni halisi katika maisha. Mimi sijajua unanifuatilia, Kristo kwako ni halisi au ni wazo? Kama utakuwa huna Roho Mtakatifu, Kristo atabaki kama wazo la kwenye Biblia, wazo la mtu aliyekuwepo zamani. Lakini kama Roho Mtakatifu atakuwepo ndani ya maisha ya Mkristo, ndani ya huduma yako, ndani ya kazi zako, inatoka kuwa wazo, inakuwa ni uhalisia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anamfunua Yesu katika uhalisia, lakini pia humvuta mtu kwenye uhusiano wa karibu na Kristo, huyu Roho Mtakatifu. Kama Roho Mtakatifu anafanya kazi vizuri ndani yako, Yesu anaonekana zaidi maishani mwako. Roho Mtakatifu namba 4, Roho Mtakatifu hufundisha kumsaidia muumini katika maombi. Roho naye hutuombea kwa kuugua kusikoelezeka wala kusiweza kutamkwa.
Wakati mwingine muumini huchoka kuomba, hukosa maneno, hupoteza mwelekeo wa maombi, lakini Roho Mtakatifu husaidia uaminifu wetu, huongoza jinsi ya kuomba, hutuombea ndani yetu. Namba 5, Roho Mtakatifu humpa muumini nguvu ya ushuhuda. Katika Matendo sura ya 1 fungu la 8, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hatoi tu amani, anatoa nguvu ya kiroho. Anamfanya muumini aushuhudie bila hofu, anasimama katika imani, awe na ujasiri wa kiroho. Bila Roho Mtakatifu imani inakuwa ya nadharia, na Roho Mtakatifu akiwepo imani inakuwa ni hai, au inakuwa si wazo, inakuwa ni halisia. Roho Mtakatifu si hisia, si tukio na si miujiza pekee. Ni mwalimu, msaidizi, mwongozi na nguvu ya ndani ya muumini. Kwa kifupi, anakuongoza kwenye kweli, anakubadilisha tabia, anakufunulia Kristo, anakusaidia kuomba, anakupa nguvu za ushuhuda. Mungu akubariki sana.